vitunguu vyekundu vya aina ya Bombay Red ambavyo Ulaya vinaliwa na matajiri. Maskini Ulaya wanakula vitunguu vyeupe. Nataka nianze na mambo makubwa ambayo yako Kilosa na leo Watanzania wayajue. Katika reli ya SGR inayotoka Dar es Salaam, Dodoma, baadaye iende Kigoma, wilaya yenye stesheni nyingi za SGR kuliko wilaya yoyote ile ni wilaya ya Kilosa. Sisi ndio wenye vituo vitatu vya SGR. Cha kwanza ni Mkata Station, na lengo la kuwa na kituo pale Mkata Station, inshallah mambo yakienda vizuri, tutakuwa na machinjio makubwa ya kuchinja mifugo, na kwa spidi ya ile train, ina maana nyama ikichinjwa Mkata saa 12 asubuhi, saa 1:10 asubuhi itakuwa Dar es Salaam. Ndani ya dakika 55 itakuwa Dodoma. Kituo cha pili ni Kilosa. Hapa Kilosa tayari Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea mabehewa ya barafu kwa ajili ya kubeba mboga, na ndio maana tumechonga barabara kuingia bonde la Kisaki ili wananchi tulime mboga hizo zikiwa nyingi. Asubuhi zikitoka Kilosa kwa treni ya SGR saa 1:10 ziko uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, na ndani ya nusu saa zitaondoka kwa ndege ya Air Tanzania ya cargo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua, na ndani ya saa 5, yani saa 6 kamili, mboga hizo zitakuwa Mumbai, India. Na mboga hizo ndani ya saa 6 zitakuwa Dubai, na mboga hizo ndani ya saa 8 zitakuwa London, na mboga hizo ndani ya saa 10 zitakuwa New York, Marekani. Toka Kilosa. Stesheni ya tatu ni stesheni ya Kidete ambayo yenyewe imewekwa pale kwa ajili ya vitunguu kutoka kata ya Lumuma, kata ya Kidete, na wao wanalima vitunguu vyekundu vya aina ya Bombay Red ambavyo Ulaya vinaliwa na matajiri. Maskini Ulaya wanakula vitunguu vyeupe, na hivyo vikiingia ndani ya SGR ndani ya saa 1:40 viko Dar es Salaam, vinaingia kwenye ndege kwenda kwenye masoko ya nje. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Lakini SGR hii stesheni ya Kilosa miaka ijayo itatuongezea watalii kuja mbuga ya Mikumi kuingilia geti jipya la Mbamba. Maana yake mtalii ataondoka Zanzibar kwa boti ya saa 12 asubuhi, saa 1:10 atakuwa Dar es Salaam, atatembea kwa mguu kwenda stesheni ya SGR ya John Pombe Joseph Magufuli inayoondoka saa 2:30, na atakuwa Kilosa hapa baada ya saa 1:30, na atakwenda na barabara hii mpaka Mbamba, atafanya shughuli zake, atarudi jioni, ataondoka na treni ya saa 12:45 kurudi Dar es Salaam na baadaye kwenda Zanzibar. Kwa hiyo sisi ndio wilaya yenye stesheni 3 za SGR, na vivyo hivyo Kilosa imebaki kuwa ni moja ya wilaya ambazo zimekuwa ni ngome ya Chama cha Mapinduzi ambacho kinatokana na chama cha TANU na chama cha Afro Shirazi. Na nayasema haya kwa sababu mbele yangu nawaona watu wa umri mkubwa walioishi wakati wa TANU, walioishi wakati wa ukoloni, waliojua hali ya Kilosa na hali ya Tanganyika na baadaye Tanzania ilivyokuwa na mabadiliko makubwa ambayo nchi yetu imeyapata. Wanaozaliwa leo hawawezi kuitambua hiyo, lakini kwa watu wa umri wangu na wenye umri mkubwa kuliko mimi, wanajua kutoka Kilosa kwenda Dumila kwa basi ulikuwa ni mwendo wa saa 6.
kutoka Kilosa kwenda Morogoro kwa basi ulikuwa ni mwendo wa saa 10. Kutoka Kilosa kwenda Gairo ulikuwa ni mwendo wa saa 8. Ndio maana nimeona nianze kuwashukuru sana watu wa umri mkubwa ambao nimewaona hapa, ambao mmeiona Tanzania ilikotokea chini kabisa kimaendeleo na leo imepaa. Baada ya hapo marais wengine wamekuja. Amekuja mzee Mwinyi, amekuja mzee Mkapa, amekuja mzee Jakaya, amekuja Magufuli, na sasa kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa kwanza mwanamke katika nchi yetu, lakini ambaye amefanya mambo makubwa kwa Kilosa na Tanzania yote. Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha ya kujenga vituo vipya vya afya 8. Moja nimewaambia Uponela milioni 900. Nembo Mabula ambacho kinahudumia Nembo yenyewe Mabula, lakini kinahudumia Nguyami ya Gairo. Ilonga, Dumila, Magubike na kituo cha afya cha zamani ambacho alijenga baba wa taifa mwaka 66. Tumejenga kituo kipya pale. Lakini ametoa fedha hapa juzi ya kujenga vituo viwili vipya vya afya na vimeanza kujengwa. Kituo cha afya Lumuma na kituo cha afya Ludewa. Sijazungumza maji ambayo nao ningeyazungumza. Dumila, Ludewa, hapa Kilosa tumepata bilioni 60 kuanza mradi wa maji kutoka Ilonga kuleta maji eneo hili la Manzese mpaka Mtendeli. Umwagiliaji, Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kuanza skimu mpya ya umwagiliaji Ludewa, lakini ametoa fedha kukarabati skimu ya umwagiliaji ya Mvumi. Kwenye miundombinu, maeneo ambayo amefungua barabara mpya kabisa ambazo hazikuwepo. Moja ni barabara ya Masombawe kwenda Mamboya, pale zaidi ya bilioni 1. Barabara nyingine mpya ni barabara ya Mvumi kwenda Ngege, ili Ngege iende Mandege iende Gairo, na barabara hiyo imeshafika na itatengenezwa mpaka Gairo. Sasa itakuwa ni barabara ya Mvumi Gairo. Lakini barabara nyingine mpya kabisa ni hii ya Ilonga kwenda Mfuruni, na karibu tutaanza barabara nyingine ya kwenda Idete. Lakini barabara nyingine niliyowaambia ambayo imefunguliwa mpya kabisa ni ya Msowero Lumuma kwenda Mbozi, na barabara ya Parakuyo kwenda Twatwatwa hatua za kwanza zimeanza. Lakini kubwa kuliko yote, jimbo la Kilosa ndilo lenye daraja kubwa kuliko yote ambayo TARURA imejenga katika nchi yetu, ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa shilingi bilioni 8 milioni 400 kujengwa kwa daraja la Berega katika mto Mkundi ambalo linatuunganisha sisi na mkoa wa Tanga. Hayo ni madaraja. Lakini nije kwenye jingine mawili ili nimalize, ili mnayemsubiri mumsikilize. Moja ni mawasiliano, simu. Vijiji vingi havikuwa na simu. Minara ya simu ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ametujengea katika jimbo la Kilosa ni minara ya simu 24. Na niwaambie ndugu zangu, minara hii sio ya Airtel, sio ya Halotel, sio ya Voda. Minara hii imejengwa kwa fedha aliyetoa Samia. Wale wamekodishwa kutoa huduma, na jumla ya fedha ambayo imetumiwa kujenga hiyo minara 24 ni bilioni 3 milioni 955 laki 685. Nimalize umeme vijijini. Ndugu zangu, jimbo la Kilosa tuna vijiji 82. Wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia shika usukani wa nchi yetu, katika vijiji 82
vijiji 60 havikuwa na umeme. Leo vijiji vyote 82 vina umeme. Kazi tunayoendelea nayo sasa ni kusambaza umeme kwenye vitongoji. Nani kama Samia? Samia! Samia! Samia!